Rafiki yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako na huruma ambazo hazina kikomo. Tunakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetupatia kama zawadi, ili kusudi tudumu kwa karibu na wewe na tuandaliwe kwa ajili ya marejeo yako. Mungu wetu wa mbinguni, nafahamu ya kwamba tuna miaka michache sana ya kujiandaa, sababu muda sio mrefu Baba, mlango wa rehema utafungwa, na kama tutakutwa tumefungiwa nje, hatutafaa milele kuwepo kwenye kusanyiko ambalo utalichukua siku utakaporudi tena mara pili. Hivyo Baba yetu wa mbinguni, katika masaa haya na dakika hizi, naomba kama kuna dhambi haijatubiwa, dhambi haijaungamwa katika masaa haya kwa mtazamaji na msikilizaji, Baba tunatamani Jehova iweze kuungamwa kabla hatujachelewa. Hivyo Jehova, tunapoingia kwenye kipindi hiki tuweze kupata usadikisho kamili, kusudi mwombaji tuweze kuandaliwa na kujiandaa sote kwa ajili ya marejeo yake Kristo anapokuja hivi karibuni. Tumaini langu ni kwamba mwombaji wetu umetusamehe dhambi zetu, na tunaomba sasa ridhaa ya Roho kwa Mtakatifu pamoja na malaika zako walinzi tunapoingia kwenye hili somo. Baba, uweze kutulinda, uweze kutusadikisha, na Baba wa mbinguni tuweze kujiandaa kwa ajili ya marejeo yako. Ombi langu ni kwamba utaambatana na sisi mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo mpendwa wetu. Amen. Asante wapendwa, ninawakaribisha tena kwenye hili somo katika siku ya leo. Huyu ni mwinjilisti Silas. Somo la leo linasema Masihi 2030, unabii wa kushtua ndani ya Biblia, sehemu ya kwanza. Tunaanza leo na sehemu ya kwanza, tutapitia sehemu ya pili, sehemu ya tatu, mpaka tutakapomaliza mfululizo wa haya masomo ambayo yanatuzidishia kwamba tumekaribia kufunga historia ya ulimwengu. Tuna miaka michache sana ya maandalizi, na kama watu tutapuuzia katika hii miaka michache kujiandaa na kuandaa ndugu zetu na rafiki zetu, Kristo anakuja muda sio mrefu. Anakuja muda sio mrefu. Ratiba zake za unabii ambavyo vimefunuliwa kwenye maandiko matakatifu, ni dhahiri ujio wake wa kwanza ulikuwa umeandikwa vizuri kwenye maandiko matakatifu. Wayahudi kama wangelitoa muda wao kusoma na kujifunza vitabu vya Musa pamoja na manabii wengine, wangelifunuliwa na kuona kwa wazi ya kwamba Masihi litakiwa azaliwe katika ule mwaka. Masihi litakiwa abatizwe mwaka wa 27, na Masihi litakiwa afanye kazi miaka 3.5, na litakiwa Masihi auawe mwaka wa 31 AD. Yote hayo mpendwa, yalikuwa yamefunuliwa, ni unabii ambao ulikuwa umeandikwa, na haikutakiwa mtu yoyote kisie marejeo yake mara kwanza. Hata sisi watu ambao tunafikiwa na miisho hii ya dunia, unabii wa Biblia uko wazi kabisa, unafunua na unaonesha ya kwamba ratiba yake Kristo, ratiba ya Masihi katika maandiko matakatifu iko wazi. Na kama mtu atachukua muda kujifunza maandiko matakatifu, atatambua na kuelewa kwamba nyakati hizi ni za marejeo yake Yesu Kristo, na wala hakuna upinzani, sababu tunalo neno la unabii lililo imara zaidi. Hivyo somo letu linazungumza hivyo. Video hii imesheheni nabii mbalimbali ndani ya Biblia ambazo zinatoa ratiba ya kuja kwa Masihi mara ya kwanza na mara ya pili, na haimfungi mtu kueleza anavyoona yeye, na isije kaonekana kama kuweka muda maalum au time setting. Katika nabii hizi ambazo tunakwenda kuzichambua wapendwa, isije katokea mtu akasema kwamba tunaweka muda maalum au time setting. Lakini pia hii video ambayo imeziongelea hizi nabii wapendwa, haijafungwa. Kila mtu anaweza kachukua muda wake mwenyewe kufanya uchunguzi. Hivyo isije kaonekana kama time setting. Tunakwenda kujifunza unabii wa Biblia
kama yeye mwenye unabii atatuambia kwamba time setting ni yeye, lakini tutagundua ya kwamba muda wetu wa kuishi katika ulimwengu wa dhambi umekwisha. Ujio wa Masihi Yesu litabiriwa ndani ya maandiko matakatifu. Kuzaliwa, kuishi kwake, kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka pamoja na kupaa kwenda mbinguni. Na tabiri hizo zilitimia kwa umakini, sababu alikuwa ameziwekea muda maalum, yani appointed time. Na ratiba ya ujio wa Masihi mara ya pili na kukomesha dhambi pia imeonyeshwa kwenye nabii mbalimbali za Biblia, na hivyo Masihi atarudi mara ya pili kwenye muda maalum uliowekwa au appointed time. Hivyo wapendwa, hatuwezi kukisia kuhusu habari ya marejeo ya pili ya Kristo, kwa sababu nabii za Biblia zimeweka wazi ya kwamba majira ya marejeo ya Masihi yapo karibu. Na ratiba hii ya kimasihi imejengwa kwenye mpango wa miaka 7,000 ya ukombozi, ambayo ndo mpango wa kukamilishwa kumkomboa mwanadamu na dunia katika utumwa wa dhambi. Na unabii huu umefunuliwa kwenye maandiko matakatifu. Cha kwanza kwenye unabii au ile juma la uumbaji, lakini pia unabii wa hekalu, unabii wa Msamaria mwema, unabii wa Sabato kama pumziko, unabii wa amri ya 4, unabii wa kitabu cha Kutoka, unabii wa kifo cha Musa, unabii wa Lazaro jinsi alivyofufuliwa na Kristo, unabii wa mwanamke kisimani, unabii wa kufunga siku 40 Kristo akiwa jangwani, unabii wa mlima Sinai, unabii wa harusi, unabii wa Hosea na mengine mengi yamefunua hizi nabii ambazo yanatoa mpango wa ukombozi katika ile miaka 7,000. Tukianza na unabii katika juma la uumbaji, tunafahamu ya kwamba juma la uumbaji lilichukua siku ya kwanza mpaka siku ya 7. Hizi zilikuwa ni siku zenye masaa 24. Na kwenye maandiko matakatifu siku moja huwa haihesabiwi tu kama siku ya masaa 24. Kuna njia 3 ambazo maandiko matakatifu yametueleza jinsi ya kuhesabu siku. Kwanza, siku ya masaa 24. Siku kama wakati wa masaa 24, tafasiri iliyo wazi zaidi ni kipindi cha saa 24, kama inavyoonekana katika simulizi la juma la uumbaji katika kitabu cha Mwanzo. Hivyo juma la uumbaji lilitumia siku ya masaa 24, ambazo hizi siku zilikuwa ni literal days. Lakini namna ya pili ni mwaka wa kinabii, siku moja kama mwaka wa kinabii. Wakati mwingine siku inawakilisha mwaka, hasa katika maandiko ya kinabii. Kwa mfano katika Hesabu 14:34, wana wa Israeli walipewa siku 40, ambazo siku hizo zilihesabiwa kama mwaka, ambao ni miaka 40, ambapo walidumu kwa jangwani ndani ya hiyo miaka 40. Na Ezekieli 4:6, Mungu anatumia dhana ya siku kwa kila mwaka katika unabii. Lakini pia siku moja kama milenia, anasema siku inaweza pia kuashiria miaka 1000 au milenia. Ufafanuzi huu umetolewa kutoka katika vifungu kama Zaburi 90 mstari wa 4 na Petro wa pili 3 mstari wa 8, ambapo siku moja inafananishwa na miaka 1000 mbele za Mungu. Siku moja hufananishwa na miaka 1000 mbele za nani? Mbele za huyu Mungu. Hivyo unabii katika juma la uumbaji, tutatumia kanuni ya kinabii, kanuni ya milenia, siku moja kwa miaka 1000. Kanuni hii inafundisha kwamba siku halisi inaweza kuwakilisha kipindi cha miaka 1000 kinabii. Na hii ilitumiwa pia kwa wanafunzi wa kwanza wa Biblia. Karne ya kwanza walitumia hii ratiba ya siku moja kwa miaka 1000 katika unabii. Tutazame waraka wa Barnabas ambao uliandikwa karne
ya kwanza, mwaka wa 100 baada ya Kristo. Nasema kwamba anazungumza juu ya Sabato mwanzoni wa uumbaji, na Mungu alifanya kazi za mikono yake kwa siku 6. Akamaliza siku ya 7, akapumzika siku ya 7, akaitakasa. Watoto, nini maana ya hii? Kwamba alimaliza kwa siku 6, maana yake ni hii, kwamba katika miaka 6,000 Muumba atamaliza vitu vyote. Kwa maana yake siku moja ni miaka 1000. Wakisema tazama siku ya Bwana itakuwa kama miaka 1000. Kwa hiyo katika siku 6, yaani katika miaka 6,000, mambo yote yatatimizwa. Ataharibu majira ya yule mwovu, na atahukumu wasio mcha Mungu, na atabadilisha jua na mwezi na nyota, na ndipo atapumzika kweli katika siku ya 7. Kwa hiyo anachokizungumza ni kwamba kama siku moja kwa miaka 1000 katika juma la uumbaji, ile siku ya kwanza ilimaanisha miaka 1000. Siku ya pili ilimaanisha miaka 2000 ya kinabii, ambapo dunia yetu hii ingeliishi siku ya kwanza mpaka siku ya 6. Na Sabato ambayo ni miaka 1000, tunatarajia kwamba watoto wa Mungu mwisho wa miaka 6000, mwanzo wa mwaka ambao ni wa 7, waende mbinguni kwenye Sabato, ambapo ndipo msingi wa siku kwa miaka 1000 ulipojengwa. Lakini pia Elenius, waraka wake ulioandikwa mwaka wa 150 baada ya Kristo, anaandika hivi: kwa maana katika siku nyingi kama vile ulimwengu huu ulivyoumbwa, katika miaka 1000 nyingi kama hii itakamilika. Hili ni maelezo ya vitu vilivyoumbwa hapo kwanza, na vile ni uumbaji, hivyo ni unabii wa mambo yajayo. Kumbe huu ulikuwa ni unabii wa mambo yajayo. Kwa maana siku ya Bwana ni kama miaka 1000. Kwa maana siku 6 vitu viliumbwa vikakamilika. Ni dhahiri kwa hiyo kwamba watafikia mwisho katika mwaka wa 1006. Watafikia nini? Mwisho katika mwaka wa 1006. Na Elanius alijifunza kwa nini? Kwa Polycarp. Na Polycarp alijifunza kwa Yohana aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Hivyo Wakristo wa kwanza pia walitumia hii kanuni ya siku moja kwa miaka 1000 kwa Mungu. Mesodius, karne ya 3 au mwaka wa 300 baada ya Kristo, aliandika hivi: maana kwa siku 6 Mungu alifanya mbingu na nchi, akaumaliza ulimwengu wote, akaibariki siku ya 7, akaitakasa. Kwa mfano katika mwezi wa 7, wakati matunda ya nchi yamekwisha kukusanywa, tunaamriwa kuadhimisha siku ya Bwana, ambayo inaashiria kwamba wakati ulimwengu huu utakapokomeshwa kwenye ile miaka 7,000, wakati Mungu atakapokuwa ameumaliza ulimwengu, atafurahi. Kisha nyakati zilizoamriwa zitakapotimia, na Mungu atakuwa amekoma kuumba uumbaji huu kwa mwezi wa 7, siku kuu ya ufufuo. Inaamriwa kwamba siku kuu ya vibanda vyetu inaadhimishwa na Bwana. Kitabu chake cha Banquet of Ten Vision Discourse ya 9 chapter ya kwanza. Hivyo unabii huu wa juma la uumbaji, wapendwa, ni unabii ambayo ulikuwa unaeleza kwa muktadha kabisa umri wa dunia jinsi utakavyokuwa baada ya dhambi kwa imeingia, na mwaka wa 7 ni Sabato, ambapo kwa kweli Mungu katika hii siku ya 7 alipumzika, aliacha kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Tunawezaje kuona wapi hii njia ya kutumia siku moja kwa mwaka kwenye Biblia? Kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3:6 mpaka 8, tunaweza kupata hii kanuni ya kutumia mwaka mmoja kwa miaka 1000 kwenye maandiko matakatifu kama siku ya Bwana, si ya wanadamu, siku ya Bwana, milenia kwa Bwana. Nasema, kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa kwa maji ikangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili ya kwamba kwa Bwana, nasema kwa Bwana, siku moja ni kama miaka 1000,
na miaka 1000 ni kama siku moja kwa nani? Kwa Bwana. Kumbe hii kanuni pia kwenye maandiko matakatifu ipo. Ushahidi mwingine ni Zaburi 90 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Maana ni kwa mashahidi 2 mpaka 3 neno lithibitike. Zaburi 90 Musa anasema hivi: wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudi enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Kumbe kwa Bwana siku moja, kwa Bwana miaka 1000 ni kama siku ya jana tu ikiisha kupita. Kumbe siku moja kwa miaka 1000 kwa Bwana. Na tunaweza pia kupata ushahidi kwenye maandiko matakatifu. Kwenye maandiko pia Ellen White ya kwamba ulimwengu wetu huu wapendwa utakuwa tuna miaka 6000 ambao ni miaka 6 kwa Mungu, na mwaka wa 7 ni lazima ulimwengu huu pumzike, na watoto wa Mungu ambao watakuwa waaminifu, ambao watakuwa wamemheshimu Mungu, watakuwa wamemtii huyu Mungu, yatakiwa miaka 1000 waende mbinguni kama milenia, ambapo watatawala na Masihi kwa hiyo miaka 1000, na baada ya hapo itapaswa washuke tena kwa ajili ya maisha ambayo hayana mwisho, ambayo ni eternity au maisha ya milele. Ellen White, Pambano Kuu, kurasa wa 673, paragrafu ya 2, anasema hivi: kazi ya uharibifu na maangamizi ya shetani imekomeshwa milele. Kwa muda wa miaka 6000 alikuwa amefunua mapenzi yake, akijaza dunia kwa wote na kusababisha huzuni katika ulimwengu wote. Hivyo shetani kwa miaka 6000, ni kweli kabisa, siku ya kwanza ambao ni miaka 1000 ya kwanza mpaka miaka 6000, shetani atakuwa amepatiwa muda wa kuijaza dunia hii na dhambi, ya kutesa na damu na kuwasababishia na dhambi iliyo na huzuni. Lakini mwaka wa 7 ambao ni miaka 1000, yapaswa watoto wa Mungu wawe mbinguni. Anasema viumbe vyote vimegugumia na kupiga kite na vimetaabika pamoja kwa maumivu na uchungu. Sasa viumbe vya Mungu vimeokolewa milele kutoka mbele yake, na katika majaribu yake dunia yote inastarehe na kutulia. Wenye haki wanaanza kuimba, ni baada ya miaka 6000. Lakini pia Ellen White aliandika wazi kwenye biography volume ya kwanza ukurasa wa 366 paragrafu ya kwanza kwamba mpango wa ukombozi ungelikuwa miaka 7000, na miaka 6000 shetani angelipewa ili aweze kutimiza huo uovu. Na Ellen White anaandika wazi, anasema kwamba maono kule Lovett Grove, Ohio, Jumapili mchana katikati ya mwezi wa 3 1858 yalikuwa yenye umuhimu sana. Nasema katika maudhui haya, pambano kuu kati ya Kristo na malaika zake katika upande mmoja na shetani na malaika zake katika upande mwingine, yalioneshwa kama endelevu na yaliyo na mnyololo wa matukio yanayokomea miaka 6000, yani spanning 60,000 years. Kwa hiyo matukio haya ambayo ilikuwa ni pambano kati ya wema na uovu yangelikomea au yangelikuwa na ukomo katika miaka 6000. Njozi hii imewaweka Waadventista wa Sabato katika nafasi ya pekee, wakiwa na mtazamo wazi wa utendakazi katika historia ya ulimwengu. Biography volume ya kwanza ukurasa wa 366 paragrafu ya kwanza. Lakini pia Kristo wakati anajitoa uhai wake alitazama kanisa lake ambapo lingelikomea miaka 2000 baada ya kujitoa. Na Kristo mwaka 31 AD alijitoa kafara. Kwa hiyo kuanzia 31 AD miaka 2000 ijayo kanisa lake lingelishia hapa pale, ambapo 31 AD miaka 2000 ingelikomea mwaka 2031. Sijasema kwamba 2031 Kristo atakuja, ni ratiba zake mwenyewe. Naomba tuelewane, na tunajifunza ratiba za unabii, tunajifunza mpango wa ukombozi katika juma la uumbaji na roho ya unabii. Nasema kwamba ombi la Kristo sio tu kwa wale ambao ni wanafunzi wa neno lake hata sasa, bali na wale watakaoamini kupitia neno la wanafunzi wake
hata mwisho wa dunia. Yesu alikuwa karibu kujitoa uhai wake ili kuleta uzima na kutokufa katika nuru. Kristo katikati ya mateso yake na kule kukataliwa kila siku na mwanadamu, alitazama mbele ya mstari miaka 2000 kwa kanisa lake ambayo ingekuwako katika siku za mwisho kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia. Hivyo Kristo pia alitazama kanisa lake ambalo lingelikuwepo kwa miaka 2000. Kwa hiyo kuanzia 2000 au kuanzia mwaka wa 31 miaka 2000 Kristo alitazama kanisa. Hivyo Kristo kwa sababu ya ratiba zake 2031 ndipo ratiba zake za kanisa lake kufanya kazi katika ulimwengu huu zitakuwa zinakoma. Kama ataongeza muda ni yeye, lakini ratiba inakwenda hivyo katika unabii wa juma la uumbaji. Lakini pia Ellen White alieleza Pambano Kuu ukurasa wa 327 paragraph ya 3 katika mwaka wa 31 ndipo ambapo Kristo katikati ya juma atakomesha kafara na dhabihu. Katika mwaka wa 31 baada ya Kristo, miaka 3.5 baada ya ubatizo wake, Bwana wetu alisulubiwa. Kumbe Kristo alisulubiwa mwaka wa 31. Dhabihu kuu iliyotolewa Calvary ilikomesha utaratibu wa dhabihu za kuteketezwa ambazo kwa muda wa miaka 4000 ulikuwa ukielekeza kwa mwanakondoo wa Mungu. Hivyo toka mpango wa ukombozi uanzishwe, toka mpango wa kuchinja baada ya Adam kuwa amefanya dhambi na kutolewa bustanini Eden, kuanzia hapo wanasema kwamba ule mwaka wa 31 ndio ulikuwa utimilifu wa miaka 4000. Hivyo wapendwa, kutokea 31 nilikuwa mwisho wa miaka 4000, hebu ongeza miaka 2000 itakuwa ndio mwisho wa miaka 6000. Maana yake 2031 ndio mwisho wa miaka 6000, ambapo kulingana na huyo unabii, kulingana na mpango wa unabii wa siku 6 kwa juma la uumbaji, inatakiwa mwaka wa 7 unapoanza wapendwa, tuwe wapi? Tuanze twende mbinguni, kwa sababu huo mwaka wa 7 miaka 1000 itakuwa ni milenia, ambapo ni siku moja wapendwa kwa miaka 1000. Hiyo mwaka 7 lazima watoto wake wawe mbinguni. Nasema mfano ulikuwa umekutana na uhalisi, na kafara na dhabihu zote, utaratibu wa kutoa kafara za sherehe zilikomea pale. Ndio maana ule mwaka wa 31 Wayahudi ambao walimkataa Kristo walikuwa bado wanaendelea na huduma zao za kuchinja mwanakondoo kama mpatanishi. Siku ile pazia la hekalu lilipasuka katikati na yule mwanakondoo aliyekuwa amemshikilia akaponyoka kaenda. Ilikuwa ni ishara ya kwamba huduma zote za kafara zilimlenga yeye Kristo, na yeye Masihi alikuja kuzitimiza. Hivyo Masihi anasema kwamba kuanzia mwaka wa 31 kanisa lake litadumu ndani ya miaka 2000 tu, na atakuja litwae kwenda mbinguni. Hivyo katika unabii katika juma hili la uumbaji, siku ya kwanza ambayo ni miaka 1000 ya kwanza wapendwa, tunafahamu kilichoumbwa mpaka mwaka ule mwaka 6000 ambao ni siku ya 6, na baada ya hapo muumbaji wetu alipumzika. Hivyo baada ya miaka hiyo 6, mwaka wa 7 ambao ni Sabato, lazima watoto wa Mungu tupumzike katika makao kule mbinguni. Hivyo tunafahamu kwamba Adam baada ya kuwa amekosea aliambiwa katika ile siku Adam aliyokosea ndio hiyo siku ambapo Adam angerudi mavumbini. Mwanzo 3:19 maandiko nasema hivi: kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Hii ni laana ambapo Adam baada ya kuwa amekosea, baada ya kukosea wakala tunda la ujuzi wa mema na mabaya ambalo lilikuwa limezuiwa. Kuanzia pale Adam na mke wake waliambiwa kwamba wao ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kitabu cha Mwanzo 2:16-17 inasema kwamba Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hebu tazama huu nabii kwamba siku Adam atakapokula Adam, hiyo siku anasema kwamba hakika angelikufa. Je, swali,
Adamu alikufa siku hiyo hiyo Mungu alipomwambia kwamba atakufa? Je, alikufa siku hiyo? Tukichukua siku ya masaa 24, hapana. Kwa siku ya masaa 24 Adamu hakufa. Je, siku moja kwa milenia, kwa miaka 1000 inaweza kutupa majibu sahihi? Ndiyo, inaweza kutupa majibu sahihi. Hebu tazama, dhambi ni sawasawa na kifo, ambapo ni sawasawa na kurudi mavumbini. Je, Adamu alirudi mavumbini siku alipokula tunda? Mungu alimaanisha nini? Kifo cha Adamu, Mungu alimaanisha atarudi mavumbini halisi. Katika ile siku Adamu aliambiwa fanyaje? Angerudi mavumbini. Siku kwa Adamu haikumaanisha saa 24 halisi. Je, alimaanisha nini? Twende. Asema kwamba siku za Adamu kwenye kitabu cha Mwanzo 5:4 mpaka 5 nasema kwamba siku za Adamu baada ya kumzaa Sethi ilikuwa miaka 108. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Kwa hiyo umri wa Adamu ulikuwa ni 930. Kumbe Adamu hakufa katika ile siku ya masaa 24. Alikufa katika siku gani? Sema kwamba katika kitabu cha Mwanzo 2:17 Mungu alitumia unabii wa siku moja kwa miaka 1000. Hivyo Adamu alikufa ndani ya siku moja ya Mungu ambayo ni miaka 930, ambapo tumesema kwa Mungu siku moja ni miaka 1000. Hivyo Adamu alikufa siku moja ya Mungu ambayo ni miaka 930. Kwa hiyo alipungukiwa na takribani miaka kibinadamu 70 aweze kutimiza siku ya Mungu. Hivyo ni kweli kabisa kwamba ile siku ambapo Adamu aliambiwa kwamba utakapokula tunda hakika katika siku hiyo utakufa, alikufa hakika, kwa sababu siku moja iliyozungumzwa na Mungu ilikuwa ni miaka 1000. Kweli Adamu hakuvuka mwaka mmoja wa Mungu, hakuvuka miaka 1000, kuvuka. Aliishia mwaka wa 930 wa binadamu, ambayo ni ndani ya siku moja ya huyu muumbaji wetu. Adamu alikufa katika siku ya kwanza, yaani miaka 930, ambayo imo ndani ya miaka 1000, akibakiza miaka 70 ya kibinadamu kukamilisha siku moja. Hivyo ni kweli Mungu alikuwa sahihi kumwambia kwamba Adamu atakufa. Aliambiwa kwamba walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ni kweli Adamu katika ile siku ya kwanza, Adamu hakuvuka siku ya kwanza, alikufa ndani ya siku ya kwanza. Kumbe unabii wa siku moja kwa miaka 1000, wapendwa, ni unabii wa nini? Ni unabii wa maandiko matakatifu, ni unabii wa Biblia, ni unabii wa Biblia mpendwa. Ndio maana Mungu anasema kwamba ule mwaka wa 7 lazima tuwe mbinguni. Ufunuo 20 ule mstari wa 4 nasema kwamba kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, na wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao, nasema wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kwa hiyo wapendwa, ule mwaka wa 7 ambapo mbingu na nchi vilimalizika, Mungu akapumzika, itakiwa watoto wake wawe mbinguni wapumzika na nani? Wapumzika na Kristo. Kumbe juma unabii unahusu katika juma la uumbaji, wapendwa, ulimaanisha mpango mzima wa ukombozi ndani ya miaka 7. Hivyo wapendwa, mwaka wa 7 lazima Kristo arejee na watoto wake waende mbinguni. Lazima watoto wake waende mbinguni. Ndio maana Adamu aliambiwa kwamba kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Kweli Adamu alirudi mavumbini. Sasa tuombe huu nabii wa katika juma la uumbaji. Tutazame sasa katika siku ya kwanza ambayo ni miaka 1000 ya kwanza. Nasema kwamba nuru na giza vilitenganishwa katika uumbaji, na ni kweli kabisa, nuru na giza vilitengana. Nuru ambaye ni Mungu na Adamu vilitengana. Mungu ambaye alikuwa akimwongoza Adamu
nuru hiyo ilimtenga Adam. Kwa hiyo kweli katika mwaka ule wa ile miaka 1000 ya kwanza, ni kweli anguko la mwanadamu ndipo lilipotendeka. Lakini katika siku ya pili ambayo ilikuwa ni miaka 2000 ya kwanza, nasema kwamba nchi iliyofunikwa na maji na ilitenganishwa katika uumbaji. Kulikuwa kutenganishwa kati ya nchi na nini? Na maji. Na kweli katika ile miaka 2000 ya kwanza dunia ilifunikwa tena na maji, kisha ikatenganishwa katika gharika ya Nuhu. Mwaka wa 3 ambaye ilikuwa ni miaka 3000 ya kwanza, nasema kwamba matunda yanayozaa mbegu ya ardhi katika uumbaji. Mungu aliomba matunda. Lakini kiunabii maanisha nini? Uzao wa Ibrahimu uliahidiwa kupokea nchi, sio? Lakini pia katika huo muda ndipo ambapo Torati ilitolewa. Musa alipokea Torati ambayo ni neno la Mungu, ambayo ni mbegu ambayo ilipandwa katika nchi ya ahadi. Siku ya 4 ambayo ilikuwa ni miaka 4000 ya mwanzo, nasema nuru kubwa au jua kubwa liliumbwa. Na ni kweli katika miaka hiyo 4000 tunachukulia kwamba Kristo ambaye ni nuru ya ulimwengu alizaliwa. Nasema kwamba Masihi alikuja kama jua la haki, ukisoma kitabu kile cha Malaki 4 mstari wa 2. Lakini siku ile ya 5 ambayo ni miaka 5000, nasema samaki na ndege waliumbwa na kuagizwa kuzaliana. Ndio katika hiyo miaka 5000, kuanzia hapo tunaelewana, ndipo ambapo wapendwa tunajua kwamba miaka 5000 ilianza, tumeelewana, mpaka mwaka 6000 ambapo tunatarajiwa kukamilika mwaka 2031, ambapo samaki na ndege wanaumbwa na kuagizwa kuzaliana. Na ni kweli katika huu muda mitume kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ambao waliambiwa watakuwa wavuvi wa watu, tumeelewana, walivua samaki wengi au walivua matokeo mengi, ambapo ndipo ambapo kwa mara ya kwanza Wakristo wengi walianza kuvuliwa. Nashuhudia kwamba kwa siku moja walivuna watu takriban 5000, kavuna wengine 3000. Hivyo samaki walivuliwa na mitume, ambayo ikiwa ishara nini? Ikiwa ni ishara ya neno la Mungu kuanza kukubalika. Lakini mwaka wa 6000 ambao ni siku ya 6, nasema kwamba mwanadamu aliumbwa na kuzidi, na kaambiwa azidi ndani ya nchi. Na pia tunafahamu kwamba katika miaka 6000 kuna ongezeko kubwa sana la wanadamu. Tunakadiriwa kuwa bilioni 7 mpaka bilioni 8. Je, mwaka wa 7, siku ya 7, je, ambao ni miaka 7000, hii Sabato Mungu alipumzika, wanadamu watakombolewa na Kristo atatawala katika hiyo miaka 1000. Hivyo wapendwa, ndugu zangu, rafiki zangu, huu mwaka wa 7 ambapo ni Sabato, tutegemee Kristo kuja tena mara ya pili. Tumeshajifunza kwamba ule mwaka wa 31 miaka 1000 ilikuwa inatimia. Ongeza miaka 2000 ni ya pambano, ambapo itaishia mwaka 2031. Kuanzia hapo tutegemee marejeo ya Kristo. Hii sio kugushi. Huu ni unabii, na unabii hauna tabia ya kudanganya. Tunajifunza Biblia ambayo wapendwa iko wazi na haidanganyi. Na tujasema time setting. Unakayesema time setting ni wewe, lakini sisi tunaamini ya kwamba lazima mambo haya yatendeke, sababu Mungu amesema hii ni appointed time, ni muda ambao amekwisha kuweka toka zamani. Huu ni mpango wake wa ukombozi kupitia juma la uumbaji, Na unabii mwingine wa pili ni unabii wa Sabato au pumziko la siku ya 7. Hebu tazame pia katika unabii huu. Tumejifunza ya kwamba Sabato ni sawa sana utawala wa Masihi, ile miaka 1000 ambayo ni siku moja kwa Mungu. Ndiyo kwamba siku ya kwanza tumeona, siku ya pili tumeona jinsi ilivyoumbwa, siku ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 ambayo ni miaka 6000, tumegundua kwamba lazima pambano kati ya wema na uovu liishie hapo. Maana yake kuanzia mwaka wa 2031 wapendwa, mwisho 2031 tutegemee Masihi ambaye aliahidi kwamba atakuja, atarejea kwa ajili ya kutunza Sabato na kuwatoa watoto wake mbinguni. Kwamba hivyo mwanzo wa miaka 1000 mapema kabisa, kuanzia 2031 tutegemee Masihi kuja kuchukua watu wake na kuanza utawala wa kimasihi
mbinguni. Tusome kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa kwanza. Inazungumza nini? Ufunuo 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Maandiko yanasema hivi: kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya tena mataifa hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yampasa funguliwe muda mchache. Miaka 1000 itatimia Shetani akiwa amefungwa hapa duniani. Unabii wapendwa ni amini na kweli. Anasema kwamba kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na kwa hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mkono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kwa hiyo katika miaka 1000 wapendwa, Kristo lazima aanze kutawala kama Masihi kule mbinguni, na ataondoka hapa na watoto wake, watu ambao walimwamini, watu ambao hawakuwa tayari kupokea alama ya mnyama, watu ambao walikuwa tayari kutii maagizo yake. Ndani ya hiyo miaka 1000 watakuwa mbinguni, watakuwa mbinguni. Lakini pia Waebrania, kitabu cha Waebrania rafiki zangu pia kinazungumza wazi. Kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 3 mpaka 11. Waebrania 4:3 mpaka 11. Maandiko yanasema hivi. Waebrania 4 mstari ule wa 3. Nasema hivi: kwa maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama mlivyoapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu. Ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi: Mungu alistarehe siku ya 7, akaacha kuzifanya kazi zake zote, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Wapi? Wote ambao wapendwa watakwenda kinyume na sheria za Mungu hawataingia rahani mwake. Ile miaka 1000 watatawala na Kristo. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao, aweka tena siku fulani akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kristo anataka msifanye migumu mioyo yenu, sababu anahitaji awaingize kwenye raha ya Sabato. Anasema kwamba maana kama Yoshua angeliwapa raha, asingelinena siku nyingine tena, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Wapendwa, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Kwa watu wa Mungu. Imesalia ile miaka 1000 mbinguni kwa watu wa Mungu, milenia. Ndio unabii wa Sabato wapendwa, ni unabii ambao utatimizwa Kristo atakapokuja tena mara ya pili. Kumbuka pia Isaya anazungumza wazi ya kwamba huyu Kristo anatangaza mwisho kutoka Mwanzo 46:9 mpaka 10, kitabu cha Isaya. Na nabii anasema kwamba ikumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Hivyo anatangaza mwisho toka mwanzo. Kwa hiyo pumziko la siku ya 7 wapendwa, ni Mungu alikuwa amelitangaza, anatangaza mwisho kutoka mwanzo, sababu Kristo yeye pekee ndiye anayefahamu na Baba yake ratiba za unabii huu. Hivyo mpango wa unabii wa siku ya 7 ni lazima ile miaka 1000 awe mbinguni akitunza Sabato na watoto wake. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Huyo Baba tenda mapenzi yake yote. Unabii mwingine wapendwa, nabii 4 katika nabii 7. Nabii 4 katika nabii zile 7. Tumeshajifunza kwamba mpango wa ukombozi ni miaka 1007, ambapo miaka 6000 ya pambano
Miaka 1000 wapendwa ni kwa ajili ya watoto wa Mungu kuwa mbinguni. Hivyo Masihi alipokuja mara ya kwanza alizitimiza sikukuu 4, na hizi sikukuu 3 zilizobakia zilitimizwa Masihi alipofanyaje? Masihi alipoenda mbinguni. Na wapendwa, zitatimizwa pia Kristo huyu atakaporudi. Kwa hiyo kuna zingine ambazo zitatimizwa alipoenda mbinguni, na wakati Kristo anarudi hizo maana sikukuu zile 4 ni ile miaka 4000 ya kwanza wapendwa. Ni ile miaka 4000 ya kwanza. Lakini kuanzia mwaka ile siku ya 5, ya 6 na ya 7, hizi siku zingine ngapi? Ni hizi siku zingine 3. Na kweli wapendwa zilitimizwa. Timizwaji kabla ya Kristo na baada ya Kristo. Tuje kwenye unabii. Nabii 4 katika zile nabii 7. Tunafahamu ya kwamba Wayahudi walipewa sikukuu ngapi? Walipewa sikukuu 7. Hizi sikukuu walitakiwa waziazimishe, na zile sikukuu wapendwa, zile sikukuu 4 zilimalizika. Na ukitazama katika zile sikukuu 4 za kwanza, Masihi alifika duniani mwishoni mwa siku ya 4, 31 AD, akafa msalabani. Masihi atarudi duniani mwanzo wa siku ya 7, 2031. Tutegemee Masihi kufanyaje? Tutegemee Masihi kurudi. Sikukuu 4, sikukuu 3. Hebu tuzitazame. Sikukuu 4 utimizwaji ulikuwa ujio wa kwanza wa Masihi. Sikukuu 3 ujio wa pili wa nani? Ujio wa pili wa Masihi. Tunafahamu ya kwamba kulikuwa sikukuu ya Pasaka, na Yesu Kristo alitimiza yeye kama Pasaka. Lakini mikate isiyotiwa chachu baada ya Yesu kuwa amezikwa, alikuwa mkate usiotiwa chachu. Sikukuu ya wazaliwa wa kwanza ambao ni first fruit, baada ya kuwa amefufuka alitimiza hiyo sikukuu, ambapo alikwenda kwa Baba kujionyesha kama mganda na akatikiswa. Sababu sikukuu hizi kuhani ilitakiwa mazao yale ya kwanza ilikuwa natikiswa kuweza kupata kibali machoni pa kuhani. Na Kristo wapendwa, yeye kama first fruit alikwenda kwa Baba akajifanyaje? Akajitikisa, akajionyesha kwamba kafara yake imekubalika. Lakini baada ya siku 50 kulikuwa na Pentekoste. Wanafunzi wake walijawa na Roho Mtakatifu wakahubiri kwa kasi. Lakini wapendwa, sikukuu zile 3, sikukuu ya kupuliza mabaragumu, ulikuwa ni ujumbe wa malaika watatu. Jimbo la kwanza, wa pili na wa tatu ulioanza mwaka 1843, na utajudia tena katika Ufunuo 18 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tuone Ufunuo 18 mstari wa kwanza mpaka wa 4, ambapo watoto wa Mungu watahubiri dhambi za nani? Watahubiri dhambi za Babeli. Ndipo hapo ambapo wapendwa unabii huu utatimizwa tena. Nasema baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, mshiriki dhambi zake, msipokee mapigo yake. Hivyo hii sauti tena itasikika wakati huu ambapo watu wataitwa Babeli. Kwa hiyo hii sikukuu ya kupuliza mabaragumu wapendwa itakuwa inakamilishwa Kristo anapokaribia kuja tena mara ya pili. Siku ya upatanisho ilikuwa Oktoba 22, 1844, ambapo kazi ya hukumu ya upelelezi ilianza. Lakini vibanda wapendwa ndio ile miaka 1000 milenia, na siku ya vibanda wapendwa tutasherehekea tukiwa na Yesu wapi? Mbinguni. Sababu kusanyiko ambalo lilisherehekea siku ya vibanda ilitakiwa lisiwe na dhambi. Kwa siku moja iliyobakia tutasherehekea na Yesu tukiwa wapi? Tukiwa mbinguni. Mungu awabariki sana wapendwa. Tunapotazama marejeo ratiba ya Masihi, tukitazama nabii mbalimbali za Biblia wapendwa, utashangaa kuona ratiba ya marejeo ya Masihi wapendwa ni kuanzia mwaka 2031 na kuendelea hata kuja nyuma ya huo mwaka 2031.
hatokuja. Kuanzia hapo ndipo ambapo ratiba za kimasihi wapendwa zinatimizwa. Ndipo hapo ratiba zote kwenye maandiko matakatifu ziko wazi. Tumejifunza kuhusu habari ya hizi nabii nne katika nini? Katika nabii 7 tumeona wapendwa. Tumejifunza pia unabii wa Sabato, tumejifunza pia na unabii wa juma la uumbaji. Yote haya yatatimizwa kwa sababu Mungu wa mbinguni anatawala. Hivyo niwatie moyo ya kwamba Kristo anakuja tena mara pili. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tutagusa pia nabii zingine ambazo zinafunua mpango wa ukombozi kutoka kwenye maandiko matakatifu, mpango wa miaka 7, mpango wa miaka 6 ambao ni pambano na mwaka 1000 mbinguni. Huo ndipo siri ya Mungu inapofunuliwa. Hivyo watoto wa Mungu tuweze kujiandaa, sababu Kristo anarejea tena mara pili wala hana muda. Lazima tujifunze kuacha dhambi. Lazima tumlilie Kristo. He is coming again. Anakuja tena, hana muda. Ratiba za kimasihi wapendwa ziko wazi. Na yoyote yule atakayewadanganya sio kwamba hakuna jua siku wala saa, ratiba ziko wazi. Israeli wa kwanza kama wangesoma maandiko wangetambua Yesu kwamba alikuwa anakuja wakati gani. Hata sasa wanaohubiri marejeo ya Kristo onekana kuwa wana set time. Hapana, ratiba za kinabii ziko ndani ya Biblia. Yesu alitabiriwa lakini hawakujua. Yesu alitabiriwa kabisa kwamba angezaliwa na Maria lakini hawakujua. Aliandikwa atakayemsaliti lakini hawakujua. Na wengi hawatajua anapokuja hivi karibuni. Kristo anakuja tena mara ya pili. Mungu wetu atubariki sana. Karibu kwa ajili ya part 2. Mungu atuongoze tuweze kuelewa part 2 inayokuja. Asante, tuweze kupata ombi kufunga hiki kipindi. Karibu sana. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kutupatia tena wasaa wa kujifunza. Tumetazama, tumegundua kwamba katika Biblia ziko nabii nyingi zimefunua ujio wako mara ya kwanza, kuishi kwako, kuzaliwa, kufa na kufufuka na kwenda mbinguni. Hata kwenye maandiko matakatifu ujio wako wa pili uko wazi. Ni sisi kutenga muda kukusoma, sababu Biblia yote imefunua mpango wa ukombozi katika siku 7, mboni miaka 7. Hivyo Kristo, dunia yetu hii itakuwa na miaka 6 tu. Mwaka wa 7 utakuja, maana ni Sabato. Tusaidie kuwa na maandalizi mema kwa jina lake Yesu Kristo. Amina. Mungu wetu atubariki sana wapendwa. Tuombeane sana. Tutakutana tena panapo majaliwa. Mungu akubariki sana. I have set my mind on sin-freeness, on sin-freeness. I have set my mind on righteousness, on Christ's righteousness. And if I slip and fall in sin, I'll ask Yahweh to cleanse within. I have set my mind on sin-freeness, on sin.